Kwa majina naitwa Neema, nafanya kazi shirika la ujamaa Community Resource Team, kitengo cha jinsia, na UCRT tunasherehekea siku ya wanawake tukiwa na furaha kubwa kuwa tunafanya kazi na jamii ambazo ziko pembezoni na tunafanya katika wilaya mbalimbali. Na tunafanya kwa kupitia mabaraza ya haki na uongozi wa kina mama. Katika jamii za kifugaji tumekuwa na mila na desturi zetu, na kuna mila ambazo ni nzuri na kuna mila ambazo zinahitaji pia kufanyiwa maboresho. Na hivyo katika kutekeleza shughuli za UCRT, ambayo shughuli kubwa ni kusekiwa land tenure kwa ajili ya jamii, ilionekana kuna upungufu wa wanawake kuwa katika sehemu mbalimbali za uongozi ambayo ni vyombo vya maamuzi. Hivyo tukaona kuna haja ya kuunda mabaraza ya haki na uongozi wa wanawake katika vijiji vyetu. Moja, ili kuweza kupasa sauti ya mwanamke, kukataa ukatili wa kijinsia, lakini pia kutambua nafasi ya mwanamke ndani ya jamii, kwa mwanamke ana nafasi ya kuwa sehemu ya kuwa kiongozi, ana nafasi ya kufanya ujasiriamali, ana nafasi ya kukataa ukatili wa kijinsia, lakini pia ana nafasi ya kuzungumza ndani ya mikutano mikuu ya kijamii bila kubugudhiwa na bila kutopewa nafasi. Jamii za kifugaji kwa nyuma zilikuwa zinamkandamiza mtoto wa kike na mwanamke kutokana na mila zetu na desturi. Lakini baada ya UCRT na mashirika mengine kufanya hamasa hasa juu ya haki za mwanamke, haki za mwanamke kutambua na kujitathmini mwenyewe, tumeona kuwa kuna mabadiliko ndani ya jamii. Na tunaona wanawake sasa wengi wanaanza kuja kwa kutambua haki zao za umiliki wa ardhi, haki zao za kuwa nafasi za uongozi, haki yao ya kushiriki masuala mbalimbali ndani ya jamii. Na inatupa furaha kuwa katika jamii mabadiliko hayaji kwa taratibu tu. Yaani kwa taratibu, haihitaji mabadiliko ya haraka haraka uweze kupata mabadiliko. Lazima tubadilike kutokana na nyakati ambazo tupo, lakini lazima pia tubadilike kwa kuhitaji kupewa hamasa mbalimbali na wadau mbalimbali. Hivyo mimi naweza kusema hadi sasa tumeweza kufikia mabaraza ya wanawake 100 ambao tunategemea ni wataendelea kuwabadilisha wengine ndani ya jamii. Na 2019 tuliweza kupata kwa mara ya kwanza mwanamke kutoka katika kijiji cha Mswakini Chini, ambaye ndio mwanamke wa kwanza kuwania nafasi ya uongozi wa mwenyekiti wa kijiji. Ilikuwa very weird kwa sababu alikuwa anawania nafasi wakiwa 4, ni maana yeye tu ndio mwanamke na wanaume wengine 3. Kwa hiyo sasa ile ilikuwa ni fursa ya yeye kupasa sauti kuwa mwanamke anaweza kuwa kiongozi. Na hadi sasa tunavyoongea, huyo mwanamke kiongozi ameweza kuania kwa awamu 2 na ni kiongozi ambaye yuko sasa anaongoza kijiji. Kwa kupitia UCRT tumekuwa tukitoa individual CCRO au hati miliki za kimila kwa wanawake moja, hasa kwa kuangalia wanawake wajane, watu wenye uchumi wa duni pamoja na vijana. Hii ni kwa sababu huko nyuma wanawake walikuwa hawana haki ya kumiliki chochote. Lakini sasa mabadiliko yanavyotokea, lazima kuwe na mabadiliko pia kwa upande wa wanawake. Na tunapofanya kazi zetu, lazima pia tushirikishe wanawake, wanaume pamoja na vijana wa jinsia zote. Na tukaona kuna umuhimu wa mwanamke kumiliki mali kama yeye. Na hata sheria inamruhusu pia mwanamke, mwanaume, kila mtu kumiliki mifugo, ardhi kama yeye.
Kwa hiyo kwa kupitia uwezeshwaji wa shirika kuwezesha wanawake, tumeweza pia kuwasaidia wanawake zaidi ya 100 kumiliki maeneo yao, mashamba yao au boma lake, yani akamiliki yeye kama yeye au akamiliki yeye pamoja na mume wake. Lakini tuna pia ambao wanamiliki wao kama wao, na anakuwa na fursa ya ile mali kuwa yake. Akihitaji kufanyia shughuli yoyote ya kumpatia yeye kipato, kwa mfano anaweza akalima, anaweza akakodisha, baada akapata hela. Lakini pia siku hizi tumewaelimisha wanawake kujiunga na vikundi vidogo vya kifedha, vikoba. Hiyo pia inawasaidia wanawake kuangalia fursa mbalimbali ambayo wanaweza kupata kipato cha kuweka hisa na kujisaidia mwenyewe kupata mikopo yenye riba nafuu ndani ya jamii. Kwa hiyo pamoja na wao kuwa na mashamba, inawasaidia kulima na kupata mazao na kuuza na kuweza kujisaidia kupata hisa jamii na kuweka kwenye vikoba vyao, ambao inawezesha kukopa na kufanya biashara ndogo ndogo ambayo inawasaidia kujikimu katika familia, kuwanunulia watoto mavazi, kuwapeleka shule, chakula cha nyumbani, na kuonekana mwanamke kuwa ni mtu mwenye dhamana ndani ya jamii na anaheshimika pia na mwanaume au jamii pale anapokuwa na contribution ya kuileta ndani ya familia. Mimi neno ambalo naweza nikawaambia wanawake wenzangu, tujikubali wenyewe na tuwe na dhana ya kuwa tunaweza, na mambo yamebadilika. Sio, hatuko ile wakati wa kutegemea kila kitu kupewa na mwanamume au kusaidiwa. Ni lazima tuchakacharike, tufanye shughuli mbalimbali ili kuweza kuwapa wanawake heshima ndani ya jamii, kuwa wana mchango ndani ya jamii, ndani ya familia, na tuweze kuhamasisha ukataji wa ukatili wa kijinsia, lakini pia kuwapeleka watoto wa kike shule, lakini pia kuweza kufanya shughuli zinazoonekana ili tuweze kudhaminiwa ndani ya jamii. Leo ningekutana na rais, ningewaambia wanawake hasa wa kifugaji wanategemea rasilimali asili ambazo zimewazunguka ndani ya jamii zao. Hivyo awezeshe wanawake wa jamii za kifugaji kuilinda rasilimali zao ambao wamekuwa wakinufaika kwa muda mrefu bila kuingiliwa, kwa sababu inavyoingiliwa rasilimali asili ni maana ile jamii itakufa. Sisi ni wafugaji, tunategemea mifugo na mifugo inategemea nyasi, na mifugo wakipata nyasi na wakipata afya, ndio tunategemea kuweza kuwasomesha watoto wetu, kuweza kupata chakula cha kawaida, mavazi, na ndivyo tunavyofurahia sisi kama wafugaji kwa maisha yetu ya kawaida ya ufugaji. Rasilimali asili ndio maisha yetu.